Ujambo mtazamaji wangu na karibu tena kwa kipindi kingine cha ushauri wa jamii. Jina langu ni Mwalimu Filipo na leo tunaongea juu ya msamaha. Msamaha ni kitu cha muhimu sana. Bila msamaha watu wanaishi na ugomvi kila wakati. Pia Mungu anapenda watu wawe watu wa kusameheana. Pamoja na hayo, kusamehe huwa kunafanya mwanadamu aige mfano wa Mungu wake. Maandiko matakatifu yanasema, tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, atatusamehe na kutuponya na udhalimu wetu wote. Kwa hivyo msamaha huombwa. Ukiomba msamaha unapewa. Mungu huwapa msamaha wale wanaoomba msamaha. Maandiko yanasema hivi katika Mithali 28 aya 13. Afichaye dhambi yake hatasamehewa, lakini anayeiungama na kuiwacha atapata rehema. Kwa hivyo njia ya kuomba msamaha ni kutambua ulikosa. Ukitambua ulikosa, unachukua hatua ya kuungama ama kwenda kusema kwa yule uliyemkosea. Kama ulikosea Mungu, unaenda kwa Mungu unamuomba msamaha. Kama ulikosea watu, unaenda kwa watu unawaomba msamaha. Wakati Yesu alikuwa anafundisha watu maombi, hakuliacha kando swala hili la msamaha. Katika yale maombi yanaitwa sala ya Bwana, Bwana Yesu akifundisha wanafunzi wake kuomba, sehemu ya kipengele kile cha maombi alisema hivi: mnapoomba mumuombe Mungu awasamehe dhambi zenu. Muombe hivi: na utusamehe dhambi zetu kama tunavyowasamehe wanaotukosea. Kwa hivyo Mungu anajua tunahitaji msamaha, na ndio sababu akatufundisha kumuomba msamaha kwamba atusamehe. Lakini msamaha uko na pande mbili. Pande ya kwanza ni ile unamuomba Mungu akusamehe. Ya pili yake ni ile wewe mwenyewe unafanya uamuzi wa kuwasamehe wanaokukosea. Msamaha unahitaji imani. Wakati Bwana Yesu alikuwa anaongea na wanafunzi wake akiwafundisha, aliwaambia makwazo hayana budi kuja, lakini ole wake yule ambaye kwa yeye makwazo yanakuja. Yesu alisema itamfaa yule kufungiwa jiwe la kusaga. Wakati ule mawe ya kusaga yalikuwa jiwe kubwa, liko na shimo katikati pale, ilikuwa unaweza valishwa kichwa. Yesu alisema itamfaa yule mtu mwenye kuwasababisha watu makwazo afungiwe jiwe la kusagia kwenye shingo yake na atupwe baharini, mahali ambapo hataonekana tena. Kwa hivyo makwazo yapo, na makwazo Bwana Yesu alisema hayana budi yatakuja.
Lakini alisema njia ya kuyashughulikia makwazo ama vikwazo ni msamaha. Hapo akafundisha akasema, ndugu yako akikukosea, mwendee umwambie, ulinikosea, ningependa uombe msamaha. Akikubali, umempata ndugu yako. Akikataa, chukua mwingine, uende tena mkiwa wawili nyote, mwambie ule ndugu. Akikataa, muitie kamati mshughulikie, ilichukue lile swala, ilijadili, ione liko namna gani. Akikataa kabisa, basi pale ndio mmeachana. Siku moja mwanafunzi mmoja wa Yesu anaitwa Petro akauliza, ndugu yangu anafaa kunikosea mara ngapi na mimi nimsamehe mara ngapi? Ninafaa kusamehe mtu mara ngapi? Bwana Yesu akamwambia, sio mara 7 tu, kwa sababu Petro alikuwa anafikiria unafaa kusamehewa ama kusamehe mtu mara 7. Baada ya hiyo mambo yanaharibika. Akasema sio mara 7 tu, ila mara 7 mara 70. Swala hili la msamaha ni ngumu kwa sababu makosa mengine ni makubwa, na mengine aliyokufanyia alifanya kama anataka. Lakini Yesu alisema umsamehe ndugu yako. Na kwa hivyo wewe unayenitazama, Yesu anakwambia msamehe ndugu yako. Wapo watu walikosewa na ndugu zao na dada zao, na pengine wewe ni mmoja wao wanaonitazama. Napenda uelewe, alikukosea mara moja tu ama mara 2. Yesu alisema hata akakukosea mara 7 mara 70, inafaa unamsamehe. Katika yale mambo yatadumu kwa hii dunia ni swala hili la msamaha. Kwa hivyo ndio msamaha utoke, pana haja ya kuungama. Kuungama katika lugha iliyoandika Biblia, lugha ya Kiyunani ama Kigreek, kuungama inaitwa homologeo. Homologeo ni kusema maneno hayo. Acha nikufafanulie kiasi. Homologeo ni neno lililo na maneno mawili ndani yake. Neno la kwanza linaitwa homo. Neno la pili linaitwa lego. Ukiunganisha hayo mawili, ile harufi ya mwisho inabadilika, inaitwa homologeo. Neno homo inamaanisha same. Lego ni kusema. Kwa hivyo ukiunganisha mawili hayo, yanakuwa ni kusema yale. Kwa hivyo kuna tofauti kubwa kati ya kutubu na kuungama. Hivi leo tunaongea kuungama, hatuongei kutubu. Watu wengi wanafikiria kuungama ndio kutubu. Kuungama sio kutubu. Kuungama ni kusema yale makosa jinsi yalivyokuwa, bila kuficha chochote. Lakini kutubu ni kubadili nia, kwamba nimeona haya niliyoyafanya sio sawa, na kuanzia leo nimebadili nia. Kwa hivyo
tukija kwa Mungu, haya mawili yanafaa tunayashughulikia. Kuna kubadili nia, kuacha kufanya makosa, kuamua kwa moyo wako kwamba unawacha kufanya makosa, na kuna kuyasema yale makosa kwa Mungu. Unamwambia Mungu, nimekosa. Sasa wapo watu ambao wao hutubu na kuna watu ambao huungama. Tuna vikundi viwili hapa, lakini pana haja ya kuwa na kikundi cha tatu cha watu wanaojua kutubu na kuungama. Kuna watu wanaungama sana, wanasema ni dhambi yangu, ni dhambi yangu kubwa, ni dhambi yangu hii, lakini katika moyo wao hawajaazimia kuiwacha ile dhambi ama kuyawacha yale makosa. Mungu anataka tuwe watu wa kuungama na kutubu. Anataka uwe mtu wa kuungama na kutubu. Njia moja ya kuingia mbinguni katika wakati ule ambao utafika mwisho wa maisha yako ni kama ulijifunza kuungama. Kuungama ndio kukiri makosa yako, yale ulioyafanya mbele ya yule uliyemkosea. Kwa hivyo pana haja kabisa ya kulichukua hili jambo kutoka kwa moyo wako na kujua kama jamii watu wanafaa kusameheana. Katika familia ya watu waliooana na katika jamii yote kwa jumla, watu hawawezi ishi kwa amani bila kusameheana, kwa sababu makwazo hutokea. Unakuta mzee amemkosea bwana, amemkosea mkewe, ama mke amemkosea bwana. Pana haja ya kusema, naona makosa yangu, niliyakosa haya, naomba unisamehe. Lakini sikize sasa, yapo makosa ambayo hayasamehewi. Tunaona Mungu wakati aliona shetani anataka kubadilisha serikali yake ya mbinguni, hilo kosa shetani hangesamehewa, ili mpasa kusukumwa nje ya uongozi ule. La pili, wakati Mungu alimuona Kaini amemuua ndugu yake, hakumsamehe, alimfukuza nje ya shamba lile la Edeni. Tatu, kuna jamii ya watu walikuwa wanatumika na Musa katika madhabahu ya Mungu. Walikuwa wanaitwa jamii ya Dathan, wakiwa na mtu anaitwa Kora. Wale watu walidharau uongozi Mungu aliyompa Musa, na ikawa wao pia wanataka kuwa sehemu ya wale wanaotumika katika madhabahu, ingawa kwamba hawakuitwa na Mungu watumike. Walibishana na Musa. Musa akaambia jamii za watu wengine, jitengeni na jamii hii, na kama watakufa kifo cha kawaida, mimi sikuitwa na Mungu, lakini kama wakifa kifo kisicho cha kawaida, mtajua Mungu aliniita.
Kwa maneno yale, ardhi tunaambiwa ilipasuka, wakamezwa wote watu 280 na ardhi ikafungana. Hivyo ndivyo Waisraeli wengine wote walianza kutoroka wakihofia kwamba na wao pia watakufa. Watu wakamcha Mungu na wakamuogopa Musa. Mungu aliyekuwa na Musa alikuwa Mungu wa kuogopwa. La 4, ametokea binti mmoja aliyekuwa kiongozi pamoja na Musa, lakini yeye alikuwa kiongozi wa uimbaji. Amemwangalia Musa. Musa hakuwa ameoa mwanamke wa Kiebrania, alikuwa ameoa mwanamke Mwethiopia, Mkushi. Na kwa hivyo yule dadake anaitwa Miriam akamsengenya Musa, akaongea kinyume na Musa kwa sababu ya yule mke alikuwa amemuoa. Sauti ya Mungu ikatokea kwa sababu yule dadake Musa anaitwa Miriam alikuwa anaongea kinyume cha mke wa Musa, wakimsengenya wakiwa pamoja na ndugu yake Aaron. Mungu akasema, hebu tokeni kwa hii nyumba, tokeni nje kiasi. Walipotoka nje, Miriam akapata ukoma mwili wake mzima, na kwa sababu Aaron alikuwa kuhani, akamwombea kwa Mungu, kwa Musa, akamwambia tuombee kwa Mungu, tumwombee huyu amekosa, ameanena haya. Mungu akasema huyu hatasamehewa sahihi, lazima atupwe nje ya kambi, akae siku 7. Baada ya hizo siku 7 ataweza kurudi, kwa sababu kama alimtemea mate babake kwa uso, angefanyiwa nini? Kwa hivyo kwa juma nzima jumuiya yote ya Waisraeli hawakutembea, hawakuenda popote, walikaa wakigoja huyu aliyefanya kosa hili la kudharau uongozi wa Mungu aweze kutoka katika kifungo cha ule ukoma. Baada ya siku 7 alipona, akarudi kwa kambi. La 5, yuko bwana moja anaitwa Balaam. Balaam alifanya makosa makubwa sana kwa sababu alijaribu kuwalaani watu wa Mungu. Yeye alikuwa nabii, akaajiriwa na bwana moja mfalme anaitwa Balaki. Akamwambia, naona hawa Waisraeli wanakuja na ni jeshi kubwa na kwamba wako na nguvu, kuja walaani wafe, wasiweze kufika huku kwangu. Balaam akaanza, kila alipojaribu kulaani aliwabariki. Wakapanda milima 7, kila mlima akipanda anatoa kafara, anajenga madhabahu pale, anatoa kafara, analaani. Lakini Mungu aliwapenda watu wake, laana haikuwapata. Kama Mungu amekupenda, na wewe mtazamaji, Mungu anakupenda, hata watoe kafara kwa madhabahu gani, Mungu anakupenda, haitakupata. Bora umemuelewa. Balaam amejaribu kuwalaani watu, imeshindikana. Amevumbua mbinu mpya ya kulaani. Akamwambia mfalme, hawa mabwana wana nguvu kutushinda, sasa tufanye hivi, tuwatengenezee karamu. Wakatengeza pati, lakini ile pati walipoitengeneza waliikabidhi kwa miungu yao ya kigeni isiyokuwa Mungu wa Israeli. Wakawaalika wale wa Israeli, wakawaambia, hapa tuko na karamu, tuko na sherehe, yooni mjiunge na sisi katika hii sherehe. Wameenda wakajiunga kwa ile sherehe, wamekula, wamekunywa, wameimba, wamesherehekea. Kumbe ile karamu ilikuwa
iko na nguvu za giza, iko na mashetani ndani yake. Ilikuwa ni ibada ya mashetani. Ilikuwa ni ibada ya mizimu. Ilikuwa ni karamu zilizokuwa kinyume na zilizokuwa zimeharamishwa. Wanapomaliza kula, hivyo ndivyo miili yao ilianza kuhisi inahitaji kuwaoa wale wanawake ambao walikuwa wa dini ya ile miungu ya kigeni. So watu wa Mungu wa kweli, watu wa Jehova, wakaanza kuwaoa watu wa miungu ile mingine. Ilikuwa inaitwa miungu ya Baali. Jina lingine ni Baali Peori. Na hivyo wakaingiliana, wakaoana. Ila Mungu alikuwa amewaambia watu wake msioane na hawa watu. Kulikuwa na sheria ya vile. Wakaivunja ile sheria. Mungu alikuwa amewakataza kwa sababu alikuwa amewaambia mkioana na hawa watu mtaichukua miungu yao na mtanisahau. Wakachukuana, hata sio kwa ndoa. Waliingia katika tendo la ngono. Kila mmoja akajamiiana na mwingine. Mungu alipoyaona yale akakasirika sana. Siku ile moja wakafa watu 24,000 kwa sababu ya kosa lile la kuitolea miungu ya kigeni ibada na kuipatia sherehe. Hayo ni makosa ambayo hayakupewa nafasi, watu hawakupewa nafasi ya kuungama. Unaweza sema hayo ni yako katika Agano la Kale. Lakini lipo somo katika Agano Jipya, lipo funzo katika Agano Jipya. Wapo watu katika Agano Jipya ambao hawakuweza kuziungama dhambi zao na ndivyo wameangamia. Wa kwanza anaitwa Yuda Iskarioti. Yuda Iskarioti ametembea na Yesu miaka yote mitatu. Alikuwa mtu mwenye cheo, alisimamia idara ya fedha. Lakini katika ile idara ya fedha, yeye alijinufaisha na zile sadaka zilizowekwa kwa kile kikapu. Katika hali ile, siku ya mwisho pale wakati Yesu anaenda kusurubiwa, yule bwana alichukua zile hera, akaenda akawatafuta wakuu na akaweza kumsaliti Yesu na akapeana pesa ndio Yesu aweze kuja kuchukuliwa. Katika karamu ya siku ya mwisho Yesu alimpatia chakula. Akamwambia, wewe bwana, enda ufanye kile ulikuwa umekusudia. Hivyo ametoka katikati yao, ndivyo ameenda amemsaliti Yesu. Baada ya kusaliti Yesu, hakupewa nafasi ya kuungama. Alijisikia kwamba anataka kuungama. Alikuwa anatubia moyoni mwake, lakini akaenda kwa kanisa, akawakuta wazee, akawaambia, mimi nimekosa. Nimemsaliti mwana wa Mungu, nimemuuza kwa fedha kidogo sana. Sasa sijui nifanyeje. Wazee wakamwambia, hilo ni la kwako. Imekula kwako. Kwa hivyo sasa akawa hajui afanye nini, akazitupa zile hela kwa hekalu. Hivyo ndivyo amechomoka, akaenda akachukua kamba, akapanda juu ya mti fulani pale, akajinyonga. Kamba likamkataa, likaanguka, likakatika, akaanguka chini, akapasuka, utumbo wote ukatoka nje. Hakupewa nafasi ya kuzitubia ama kuziungama dhambi zake. Yupo mwingine ambaye alikuwa anaitwa Alexander the Coppersmith. Alikuwa mfua vyuma. Alikuwa anafanya kazi na Paulo. Alifanya huduma na Paulo, alafu ndivyo ameingiwa na roho mbaya. Amewacha huduma na amemfanyia Paulo maasi mengi. Kwa hivyo wapo watu ambao, na wapo hata zaidi ya hao niliowasema mimi hapa,
ambao hawakupewa nafasi ya kuungama. Ila wewe hivi unaponisikiliza, napenda ujue ni kwa rehema za Mungu kwamba uko na nafasi ya kuniona na kunisikiliza. Mungu amekurehemu. Ndio ulisikie neno hili, ujue ya kwamba hivi unaishi leo, hujafa kwa ile dhambi yako, hujaingia kwa matatizo, ama kama umeingia bado kuna huruma za Mungu. Huruma za Mungu ni mpya kila siku. Na Mungu hata msahau mwanadamu kabisa. Ingawa atamnyenyekeza, atamtweza kwa sababu ya ule uovu na maasi yake, mwanadamu akiziungama dhambi zake husamehewa na Mungu. Paulo ni mojawapo ya watu wale ambao walifanya maasi mengi sana. Aliwapiga watu wa Mungu, aliwatesa, aliwafunga. Wakati kina Stefano wanauawa, yeye ndiye alisimamia kule kuuawa. Alikuwa kiongozi wa serikali, alikuwa na dini yake, lakini aliwatesa watu wa Mungu sana. Makosa makubwa yale aliyoyafanya, akamaliza kuyafanya Yerusalemu, akaamua kuelekea Dameski kuyafanya. Katikati pale ya Dameski na Yerusalemu, alikuwa na wanaume 4 wanaenda nao kwenda kufanya kazi hiyo ya kuwatesa watu wa Mungu. Paulo alitokewa na mwangaza mkuu, akaanguka chini, akasikia sauti inamuuliza, Sauli, Sauli. Wakati ule alikuwa anaitwa Sauli. Sauli, Sauli, kwa nini unaniudhi? Akamuuliza, ni nani wewe Bwana? Akamwambia, ni mimi Yesu, unaye niudhi ama unayenitesa. Lakini inuka sasa uende Dameski, ukaambiwe mambo uyapasayo kuyajua. Mungu alimhurumia Paulo, ingawa Paulo alikuwa amefanya maasi mengi sana. Alikuwa na watesa watu wa Mungu na hakujua vile Yesu alijua. Yesu alimwambia Paulo, unaniudhi. Hakumwambia unawaudhi watu wangu. Kwa hivyo kulitesa kanisa ama kuwatesa watu wa Mungu, kuwanyanyasa, kuwagandamiza, kuwaumiza, ni kumtesa Yesu. Na Yesu ni mfalme mkuu ambaye ni hakimu wa dunia yote. Mbele yake haki usimama. Mwenye haki ataitwa mwenye haki mbele za Yesu, na asiye na haki ataitwa mtu muovu mbele za Yesu. Yesu ndiye alisema ya kwamba amefufuka na amepewa funguo za kuzimu na mauti. Hakuna ingiaye kuzimu kama Yesu hakusema. Na ndio Yesu akasema, msiwaogope wale wanaoua mwili, kwa sababu hawezi ua roho. Roho yako haiwezi enda kuzimu kama Yesu hakusema. Roho yako haiwezi enda mautini kama Yesu hakusema. Kwa hivyo Yesu ana mamlaka kuu, ni mfalme wa dunia yote. Alisema amepewa mamlaka hayo na Mungu Baba. Akasema, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Wewe hapo unaniangalia, unaponisikiliza, ni Yesu tu anakusababisha unaishi. He is your Lord and your Master. Kwa hivyo unachofaa kufanya ndio mambo yabadilike, ni kulikumbuka lile neno nililolisema pale mwanzo katika Mithali 28:13 kwamba afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Kwa Kiingereza inasema, he who covers his sin will not prosper, but he who confesses and forsakes them will find mercy. Kwa hivyo watu wengi wamekosa kufanikiwa kimaisha, kibiashara, kiroho, kihuduma, kwa sababu kuna dhambi wanaficha.
Kuna watu ambao wanaomba na maombi hayaendi, ama yanaenda lakini hayajibiwi. Mungu katika Isaya 59 na Daudi katika Zaburi 66 aya ya 18. Mungu alisema katika Isaya, dhambi zenu zinafunika uso wangu, hata siwezi kuwaona. Sio kwamba mkono wangu ni mfupi, na sio kwamba sikio langu ni nzito, kwamba siwezi nyosha kuwasaidia ama kuwasikia, lakini dhambi zenu na makosa yenu yanafunika uso wangu, hata nisiwezi kuwaona, kuwatazama, kuwafikiria, kuwaangalia. Lakini Yesu anasema hivi, njooni kwangu. Yesu anakuita. Anasema njooni kwangu nyinyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Dhambi ni mzigo mzito. Ni mzigo mzito ambao huelekeza kwa kaburi. Yesu alisema kupitia kwa mafundisho ya Paulo kwamba mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele ndani ya Kristo Yesu. Dhambi usipoiungama hukuondolea utukufu. Maandiko matakatifu yanasema sote tumefanya dhambi, wakubwa kwa wadogo, watu wa dini, watu wa biashara, watu wa familia, watu wa jamii. Tumefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Watu wengi wana dhambi ya inaitwa pointing finger, ya kuona yule ndiye, badala ya kuona kama vile Yesu alisema, kujiona wao. Yesu alisema kuna mabwana wawili walienda kanisani kuomba. Mmoja anasimama pale anamwambia Mungu, wanijua mimi si kama ule bwana, mimi hufunga mara 2 kwa wiki, na mimi pia hutoa zaka. Mimi si kama yule. Na yule bwana mwingine pale alikuwa yuaomba, anasema nihurumie mimi mwenye dhambi, nihurumie mimi mwenye dhambi, nihurumie mimi mwenye dhambi. Yesu alifundisha akasema, yule aliyesema nihurumie mimi mwenye dhambi ndiye aliyepokea haki mbele za Mungu, na sio huyu mwingine. Kwa hivyo Wakenya wenzangu na watu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki mnaoelewa Kiswahili, napenda muelewe haya. Dhambi kubwa ni ile kuona kwamba yule ndiye mkosaji na sio wewe. Pana haja ya kujitazama mwenyewe, uyashughulikie ya kwako, kwa sababu sote tutasimama mbele ya Mungu ama mbele za Mungu siku moja. Katika siku hiyo kila mtu atalipwa, atahukumiwa kulingana na aliyoyafanya duniani. Kwa hivyo neno la Mungu linakuita leo, linakwambia tubu, ukaungame dhambi zako, kwa sababu yeye atakusamehe. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, atatusamehe na kututakasa kutokana na udhalimu wetu wote. Kwa hivyo neno hilo nimekuletea ndio ujue siri ya fanaka katika maisha. Sio bidii tu, sio connections tu, sio kupata msamaha tu, sio kupata pesa tu, sio kupata msaada tu, sio kupata pesa tu, hata sio kubadilisha mazingira ama kuzaliwa katika jamii ya watu matajiri ama ya watu ambao wameajiriwa kwa serikali.
Siri ya kuwa na amani katika moyo ni kuomba msamaha. Na kutuma kuanzia leo, Mungu yuko hapo, lakini anataka umwendee kwa njia ya maombi. Utulie mbele zake, mwambie Mungu, mimi ni mkosaji. Pengine yale makosa uliyofanya ni makubwa sana. Unaona kama huwezi samehewa. Mungu ni mwaminifu na wa haki. Anaweza kukusamehe. Pengine wewe unaona wewe ni mtu mzuri sana, unafanyaga kila taratibu zote za kanisa, huoni makosa. Sasa dhambi kubwa ni kwamba huoni. Na hiyo ndio dhambi. Unafaa kwenda kwa Yesu, mwambie, mimi sioni makosa yangu. Daudi alisema, Bwana nionyeshe dhambi zangu na makosa yangu, ndiyo niweze kutubu. Kwa hivyo muombe Mungu akuonyeshe unakosea wapi na ukaweze kuziungama dhambi zako na kutubu. Niko na nia njema kuhusu wewe. Utafanikiwa, utapona, utainuliwa, utapita mitihani. Mitihani ya maisha na mitihani ya shule. Utapita hiyo interview. Lakini siri, sort your things out with God. If you want to see victory, kama unataka kuona ushindi katika maisha yako, yatengeneze mambo yako na Muumba wako. Napenda nifike hapo kwa leo. Na napenda nikwambie, your case mbele ya God inaeleweka waziwazi, lakini anataka urudi umuombe msamaha. Ukimwomba msamaha, utasamehewa na mambo yako yatatengenezwa, yatasuluhishwa. Ukificha, watu hawatajua, lakini Mungu atakuita kwa hukumu siku moja. Yuko bwana fulani tunapewa story yake. Yaani ni story ambao watu huiongea katikati ya jamii. Ambao wanasema kuna bwana fulani alijificha sana. Akawa hakuna mtu alimjua. Kila anapita ile njia, akaona kuku fulani ya mtu. Akaikimbilia, akaichukua, akaenda akaila. Haikujulikana na mtu yeyote. Lakini kila siku anapopita kwa ile njia, alikuwa anasikia sauti moyoni mwake inamwambia, kumbuka yule kuku. Na wewe si unajua? Kuna mambo ulifanya watu hawajui kabisa. Lakini kumbuka yule kuku. Kumbuka yule mama. Kumbuka yule mzee. Kumbuka yule mtoto. Kumbuka hiyo kitu ambao watu hawajui. Uje nao kwa Mungu. Kwa maana sauti hiyo haitakuacha. Watu wengine wamejaribu kunyamazisha hiyo sauti kwa kufanya mambo mengi. Kupiga watu, kutumia mihadarati, kutumia dawa za kulevya, kupambana na sauti inayomuita. Yesu anataka ujisalimishe kwake. Umwambie, Yesu, leo nimeshindwa na kuyashughulikia maisha yangu, nakupa unishughulikie wewe. Na yeye ni mwaminifu na wa haki. Nimekuja kwako na upendo mwingi. Nikikwambia anakuita, njoo. Bwana mmoja anaitwa Bartimayo mwana wa Timayo aliita Yesu. Watu wakawa wanamzuia. Lakini mwisho kabisa Yesu akamuita, njoo. Alipokuja kwa Yesu akaambiwa, imani yako imekuponya. Nenda zako. Na mimi nakwambia hivi, kama utaamini ya kwamba yupo Yesu, dhambi zako zitasamehewa, atakufutia makosa yako. Na kwa Kiingereza, in exchange to that, akisha kufutia makosa na dhambi zako, atakupatia amani ya moyo. Na ni amani ya kweli, itakayolinda mawazo yako, itakayolinda na moyo wako siku zote za maisha yako. Nikikomea hapo, napenda niseme hivi:
enda ushughulikie sauti inayoongea na wewe kwa moyo, usiku, mchana, kila wakati. Ishughulikie. Ungama hiyo dhambi, hata kama ni kidogo, hata kama ni kubwa, na utapata rehema kwa Bwana. Hadi kipindi kingine kijacho, ni mimi wako mwalimu na mshauri wa jamii, na yote